Karibu sana mtazamaji wa Kipepeo Digital. Mimi naitwa Elijah Felix Beyeza. Kipindi kinaitwa Bahasha Mkononi. Kwa mara nyingine tena niko hapa Dar es Salaam Tanzania, Ilala, sehemu inaitwa Majoe kwa Ngozoma. Huku bana kuna mchungaji, alikuwa mchungaji lakini siku ya leo kaweza kusimikwa rasmi kuwa askofu. Baadhi ya viongozi kutoka CPCT kwa upande wa Ilala wameweza kuzungumza namna gani vipi aitendee imani, namna gani vipi aweze kuwa mtumishi wa Mungu, namna gani vipi aweze kuwa na ushirikiano na watumishi wenzake. Tumsikilize ambaye ni mwangalizi wa CPCT kutoka Majoe. Huyu hapa alikuwa nalo la kuzungumza. Naitwa mchungaji Joseph Masigela, ni mwenyekiti wa zoni ya Majoe, mmoja wa makanisa wa Kipentekoste, lakini pia ni mchungaji wa TAG Majoe Kichangani. Namshukuru Mungu kwa tukio kubwa la kihistoria kwamba kumsimika askofu wetu Simba ambaye alitarajiwa kwa muda mrefu. Kwa kweli sisi kama umoja wa makanisa ya Kipentekoste zoni ya Majoe tumejisikia vizuri sana na tunamshangilia Bwana. Tunatamani umoja huu usio wa siku moja, ni ule umoja wa Yesu Kristo ambao aliusema katika kitabu kile cha Yohana sura 17, anasema naomba Baba wawe na umoja. Shauku yetu tunatamani umoja kama aliyosema Yesu, na tunaamini kwa mpango huu wako na ushirika namna hii na kanisa Rejoice, mambo makubwa Bwana ataenda kuionyesha na tutampa Mungu tukufu. Mungu awabariki. Asante sana, bila shaka umeweza kumsikiliza. Lakini kwa upande wake mchungaji kiongozi ambaye ameweza kusimikwa katika kanisa hili hapa la Majoe, Jackson, na yeye aliweza kuzungumza. Kwa majina naitwa Jackson Julius Rumanyika, mchungaji mteule wa kanisa la Rejoice Pentecoste Church ambalo lilikuwa chini ya Askofu Jimmy Rumanyika, lakini ambaye alitwaliwa tarehe 21 ambayo tunamwombea huko aliko. Lakini leo imempendeza Mungu kumweka askofu mwingine ambaye amekuwa baraka kwenye kanisa letu au juu. Wilson Simba amekuwa baraka sana, amekuwa karibu sana na hii huduma. Kwa hiyo kwa furaha na heshima na tazima na viongozi wa CPCT wamefurahishwa na wameweza kufika kwa ajili ya kumsimika. Kwa kweli binafsi najisikia furaha sana, na ni siku ya leo ambayo tulikuwa tunaitegemea sana, kwa sababu ilikuwa kuna kitu ambacho sintofahamu, lakini leo Mungu ametupa majibu ambayo tulikuwa tukimuomba. Kwa hiyo tunasema asante mbele za Mungu na mbele za watu wote waliokusanyika, kuanzia madokta, mabaraza ya maaskofu yote Tanzania ambao wameweza kufika siku ya leo. Lakini tukawashukuru na watumishi wa Mungu, wachungaji, wazee wa kanisa, viongozi mbalimbali pamoja na washirika kwa ujumla ambao wamefanikisha sherehe hii kufanikiwa. Tunasema asante sana, Mungu awabariki sana sana sana. Tuna cha kuwalipa ila Mungu atawalipa zaidi na zaidi. Kikubwa zaidi ya yote, Mungu aendelee kuwatendea mema kabisa. Lakini kwa upande wake ambaye alikuwa mchungaji lakini kwa leo kawa askofu rasmi, Askofu Simba, naye tuweze kusikiliza kile ambacho ameweza kuzungumza. Kwanza ameweza kushukuru majirani ambao wameweza kujumuika, makanisa mbalimbali ambayo yameweza kujumuika kuweza kufurahia sherehe hii ya leo. Lakini kipaumbele chake cha kwanza tusikilize ni kipi? Kwa jina naitwa Wilson Loeja Simba, ni askofu mkuu wa kanisa la Rejoice Tanzania ambaye nimewekwa wakfu muda sio mrefu. Kipaumbele changu katika kazi hii ya Mungu ni kuongeza makanisa ili kazi ya Mungu ipate kuendelea mbele. Tunaona Yesu alisema kwamba watenda kazi ni wachache, mavuno ni mengi. Kwa hiyo lazima kuongeza vitenda kazi ili tuweze kuweka mavuno ghalani. Pia nilikuwa nataka kuwaomba sana Wakristo kwa sasa hivi tujikite sana katika neno la Mungu badala ya kusikiliza maneno ya watu, kwa sababu neno la Mungu ndio linatuongezea sisi imani, neno la Mungu ndio linatuongezea sisi nguvu, neno la Mungu ndio linatufanya sisi kuishi kama Mungu anavyotaka. Lakini kama tutafuata maneno ya watu kuliko neno la Mungu, tutapotea katika imani yetu. Kama Yesu alivyosema kwamba amri mpya nawapa, pendaneni kama mimi nilivyowapenda. Nami ndio naomba makanisa jirani, wachungaji jirani, watumishi jirani, tushirikiane katika hii kazi ya Mungu, kwa sababu
Ukiwa mchungaji au ukiwa askofu sio kazi yako, ile ni kazi ya Mungu, wote tumepewa. Kwa kama tukishirikiana pamoja na kuwa pamoja, hii kazi itaenda vizuri sana na kwa urahisi sana, kwa sababu hakuna mshirika wa mtu. Kila mshirika anayekuja kanisani kwako ni mshirika wa Mungu. Ndio maana unatakiwa kumfundisha ili apate kukua, ili apate kumjua Mungu. Kwa sababu makanisa 8 ni makanisa machache sana. Kwa hiyo tunatakiwa kutengeneza watumishi wa Mungu sasa hivi, kufundisha watu ili wapate kumjua Mungu na kukua na kuwa watumishi, kwa sababu watu wengi siku hizi wanapenda kubaki kuwa washirika. Unaona mtu kanisani miaka 10, 15 ni mshirika tu, lakini sasa inabidi sasa kuwatengeneza watu kuwa watumishi wa Mungu ili kuweza kuwatuma sehemu mbalimbali na kwenda kufungua makanisa. Neno la mwisho kwa Tanzania ni upendo. Tupendane, kwa sababu Mungu ni upendo. Yaani tukipendana tutamjua Mungu. Sikuishia hapo mtazamaji, wapo na marafiki mitume na manabii ambao waliweza kutoka sehemu mbalimbali kwa kumpongeza, kwa sababu na yeye ameingia kundini rasmi na ameingia kwenye kundi la kuangalia makanisa mbalimbali. Nao walikuwa na haya ya kusema. Jina langu naitwa Apostle Andrew Mawanja. Ninampongeza rafiki yangu na ndugu yangu katika Kristo, ndugu Wilson Simba, leo kuchaguliwa na kusimikwa rasmi kuwa askofu mkuu wa Rejoice. Mungu amtie nguvu, aendelee kama alivyo na maono. Ni mtu mwenye maono makubwa, ni mtu mwenye kumpenda Mungu. Basi Mungu aendelee kumsimamia na kumpigania. Sisi kama watumishi wenzake tutaendelea kumuunga mkono, na zaidi sana mwenyewe ni mtu ambaye anapenda ushirika na watu. Mungu ambariki sana na muongeze, na anajua na maono makubwa katika kusimika makanisa. Mimi na watumishi wenzangu tunaahidi kushirikiana naye na kuwa pamoja. Asante. Jina langu naitwa Mese Paul, ambaye ni mweka hazina wa kanisa Rejoice Pentecost Church Salasala chini ya askofu mteule Wilson Simba Lueje. Sisi kwa kweli tumejisikia ni furaha kubwa sana 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 kwa kumpata askofu na mwangalizi wa makanisa kutokea katika kanisa letu la Rejoice Pentecost Church Salasala. Tunamtukuza Mungu kwa hilo. Asante. Sisi kama washirika na mimi kwa upande wangu kama mhasibu wa kanisa nimejipanga kushirikiana naye bega kwa bega na pia kumuombea ili kazi ya Mungu isonge mbele. Mimi naitwa Imelda. Namshukuru sana Mungu kwa sababu ametoka mbali katika mambo ya huduma mpaka kufikia hivi nikiwa kama mama yake na nimemuongoza. Yaani sina la kusema, namshukuru Mungu. Naomba tu Mungu kama alivyoahidi, Mungu amuongoze, ampe nguvu, ampe amani na furaha, aongoze kama alivyoahidi. Na ninajua kwamba hataweza kukiuka kwa sababu amekomaa kiimani. Inabidi wamsaidie kwa sababu peke yake mawazo ya binafsi hayaendi. Pale anapokosea wamkosoe, wanapohitajika msaada atawasaidia. Kwa majina yangu mimi naitwa Furaha Juma, nimeokoka na mpenda Yesu. Kwa siku ya leo imekuwa ni siku ya kipekee sana kwetu. Ni siku ya furaha, siku ya baraka. Tunajisikia furaha kubwa sana ndani ya mioyo yetu sisi kama kanisa la mahali pamoja kutokea Salasala, tukiwa chini ya mchungaji kiongozi na askofu ambaye yeye amewekewa mikono ya uaskofu siku ya leo. Tunamshukuru Mungu sana kwa kutupendelea sana kupitia mtumishi wake. Amen. Kwa hiyo siku ya leo tunayo furaha kubwa, maana kwa kweli sherehe ya siku ya leo imetufanya sisi tumekula. Yani unaponiona hapa ninatiririka hivi, yani ni furaha ambayo imenifanya pia hata siku ya leo tumekula kuku, tumekula, yani watu wamekula na kunywa. Sio kwamba ilikuwa tu ni sherehe tu ya kawaida, lakini tumekula, tumekunywa na kila mtu ameshiba. Kwa hiyo tuna furaha sana. Sisi la kumwambia askofu ni kwamba asikate tamaa. Majukumu ni mengi, lakini yampasa yeye kujipa moyo ili aweze kushinda na aweze kusimama na kazi ya Mungu katika neno la Mungu na maombi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Levina Julius. Tunamshukuru Mungu
kwa tukio ambalo limefanyika mahali hapa. Tumemwona Bwana ametenda, ameweka mkono wake. Tumempokea askofu wetu atakaye tuhudumia mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa hilo. Tumeona mkono wake. Kwa mujibu sisi tunachomuomba asituache, asitutupe, atulee kwa sababu kwa sasa ndio baba yetu. Asanteni sana, kufikia hapo sina la ziada. Ulikuwa nami naitwa Elijah Felix Beyeza, kipindi kinaitwa Bahasha Mkononi, na hii ni Kipepeo Digital. Nikutakie kusherekea kwema kwa Pasaka, ambako leo ni tarehe 5 mwezi wa 4 2026, siku ya Pasaka. Kufikia hapo sina la ziada. Kwa heri.